Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Kitabu tunachojifunza kwacho mwaka huu kinasema Baba Yetu Anajali. Mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Na hii ni Mei 11, mwezi wa 5, tukiwa na mada kuu inayosema nipate kumjua yeye. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, sifa na utukufu ni vyako. Masaa haya ya asubuhi tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi katika siku ya leo. Tusamehe dhambi zetu, ukatulinde na kutuongoza, tutakase na kutusafisha, na wakati wote utembee pamoja nasi. Ila ombi letu katika jina la Yesu, amina. Mei 11, mada ikisema kukaa ndani ya Kristo. Yohana 15 aya ya 4 imeandikwa, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Kaeni ndani yangu ni maneno yenye umuhimu mkubwa. Kukaa ndani ya Kristo humaanisha imani iliyo hai, ya bidii na iburudishayo, ambayo hutenda kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi. Inamaanisha upokeaji endelevu wa Roho wa Kristo, maisha yaliyosalimishwa kikamilifu kwa huduma yake. Mahali ambapo muungano huu upo, matendo mema yatatokea. Maisha ya mzabibu yatadhihirisha yenyewe katika tunda lenye harufu nzuri matawini. Utoaji endelevu wa neema ya Kristo utakubariki na kukufanya kuwa baraka. Hata utakaposema pamoja na Paulo, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini mi hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Wagalatia 2:20. Muunganiko mtakatifu pamoja na Kristo utawaunganisha ndugu katika vifungo zaidi vya upendo wa ushirika wa Kikristo. Mioyo yao itaguswa na huruma ya Mungu kwa kila mmoja wao. Kudharauliwa, kutofautiana, mabishano yanaondoka kabisa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Wameikubali imani moja, wameshikamana ili kumtumikia Bwana mmoja, kustahimili katika vita moja, kujitahidi kwa ajili ya lengo moja na kushangilia katika kusudi moja. Wamenunuliwa kwa damu ile ile ya thamani na wamesonga mbele kuhubiri ujumbe ule ule wa wokovu. Wale ambao daima wanachota nguvu kutoka kwa Kristo Yesu watakuwa na Roho wake. Hawatakuwa wazembe katika neno wala mwenendo wao. Utambuzi wa kudumu wa jinsi ambavyo wokovu wao umegharimu katika kafara ya mwana mpendwa wa Mungu utatulia juu ya nafsi zao. Kama vile kumbukumbu mpya na dhahiri, mandhari ya Kalvari yatajiwasilisha yenyewe akilini mwao, na kisha mioyo yao itatiishwa na kufanywa kuwa miororo kwa onesho hili la ajabu la upendo wa Kristo kwao. Watawaangalia wengine kama watu walionunuliwa kwa damu yake ya thamani, na wale ambao wameunganishwa na yeye wataonekana kuwa wanyofu na walioadilishwa na waliotakaswa kwa sababu ya muunganiko huu. Kifo cha Yesu msalabani kinapaswa kutuongoza kuzichukulia roho kama alivyofanya. Upendo wake umezidisha thamani ya kila mwanamume, mwanamke na mtoto. Hii ni Mei 11, kukaa ndani ya Kristo. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima, Bwana aliyokuahidi. Utakula matunda mema, jikabidhi kwa Bwana. Neema tu,
ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu ndiyo tuliopewa